Awali ya yote, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwenye wingi wa rehema kutuwezesha kufika hapa katika familia hii ya marehemu Peter Sabinus Asenga ambaye alikuwa ni paroko wetu wa parokia Mtakatifu Agustino Salasala. Lakini la pili, nipende kumshukuru baba paroko msaidizi Urbanus Kioko ambaye pia ndiye aliachiwa kazi ya uchungaji baada ya paroko kufariki, na amekuwa ni mwanga kwetu sisi wana Salasala hata katika kipindi hiki ambacho tulikuwa kwenye msiba mzito wa baba yetu. Kiufupi, lakini pia nipende kuwashukuru viongozi wa kamati tendaji ya parokia kiongozwa na mwenyekiti, katibu na viongozi wengine, pamoja na wote ambao tumesafiri kwa pamoja kwa nia moja kuja kutoa pole kubwa kwa familia ya marehemu paroko wetu Peter Asenga. Niwashukuru pia wote ambao tumefika siku ya leo. Nilikuwa napiga mahesabu, paroko alifariki tarehe 27 ya mwezi wa pili. Mwezi wa pili ulikuwa na siku 28 na leo ni tarehe 7. Kijumlisha utapata ni siku ya 40 toka alipofariki. Kwa tumekuja kwa ajili ya kutoa pole, lakini tukitambua kwamba Father Peter Asenga pamoja na kutuhudumia, lakini pia alikuwa ni nguzo kubwa ya familia hii ya Asenga, ambapo nami kwa vipindi tofauti niliwahi kufika hapa nyumbani kusalimia familia, lakini pia kushiriki matukio mbalimbali kwenye ukoo wa paroko, hasa misiba hapa na kule Useri. Kiufupi, paroko wetu alifika parokiani Salasala tarehe 22 ya mwaka 2015. Kipindi hicho nilikuwa mwenyekiti wa parokia, na namshukuru Mungu kwa nafasi hiyo. Alifika na akaniamini, tumefanya kazi naye pamoja kwa kipindi chote takriban miaka 16 akiwa pale parokiani. Amekuwa ni mwanga mkubwa sana katika parokia yetu. Alifika tukiwa tuna maendeleo kidogo duni, lakini kwa kadri Mwenyezi Mungu alivyomjalia karama mbalimbali ya upole, uongozi pamoja na mshikamano, alitusaidia sana na tulisaidiana naye wana parokia kufanya parokia yetu ile kama ilivyo kwa sasa hivi kwa wale ambao wamefika Dar es Salaam. Tunapoomboleza kifo chake, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa sababu maandiko yanasema kila binadamu aliyezaliwa na mwanamke lazima atakufa, siku moja atakufa. Kama alivyosema paroko msaidizi, sisi tulikuwa na matumaini makubwa sana kwamba tungeendelea kuwa naye. Tulihangaika katika kipindi chote cha ugonjwa wake toka alipoanza kuugua mwaka 2023 alipoenda India, lakini pia alipokuwa pale parokiani, alipokuja Father Kioko na mapadi wengine pamoja na waamini. Kusema kweli, tulijitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kwa hali na mali kuhakikisha kwamba tunamsaidia katika ile changamoto ambayo alikuwa nayo, tukiamini tutaendelea kuwa nayo, lakini Mungu alimpenda zaidi. Na hiyo ndio njia kila mmoja wetu, kwamba pamoja na yote tutakayofanya, lakini siku ambayo Mungu akipenda kutuita, basi ifika, imefika. Kwa hiyo hatujutii, ila tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo aliyofanya kwetu sisi, kwenye familia, kwa taifa na dunia kwa ujumla, kwa sababu alifanya kazi ndani ya Tanzania
ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Uganda, lakini pia Uingereza na sehemu zingine. Kwa hiyo kikubwa ni kuendelea kumwombea Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, ampumzishe kwenye raha ya milele, lakini pia kuendelea kuiombea familia hii, kaka wa marehemu, mke wake, watoto na familia yote, kuombea jumuiya hii, parokia hii na wote ambao walioguswa na msiba huu wa paroko wetu marehemu Peter Asenga. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.